Kwingineko mapema Agosti 17 na 18, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi alikuwa hapa nchini Tanzania kwa ziara, ambako alikutana na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia na viongozi mbalimbali, kwa mjadala ambao ulikuwa ukiendelea, lakini mengine ambayo yalizungumzwa hapo zaidi ni tumeweka mjadala hapa Alhamisi ya leo kuzungumza Balkis Njuki pamoja na Gulak Paul. Kabisa Kelvin, na sasa tunaendelea na mjadala huo ambapo Rais wa DRC alikuwepo hapa nchini Felix Tshisekedi. Ni ziara ambayo imeenda kugusa maeneo mbalimbali, lakini kubwa zaidi ni maendeleo baina ya mataifa haya mawili. Na kwa uchambuzi wa kina kabisa tunaye mchambuzi wa siasa na diplomasia Dennis Konga. Karibu sana Dennis. Asante sana. Si mara ya kwanza Tshisekedi kutembelea hapa nchini. Kwa mara hii upekee wake tunauona kwenye mambo gani hasa? Lazima tuseme kwamba Kongo, DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Tanzania si tu ni majirani, lakini ni ndugu, naweza nikasema. Kwa hiyo kwa mara hii tunaweza tukaona wameangazia sana mambo mengi, lakini kubwa ni kwenye usafirishaji, lakini pia wakagusa rasilimali kwa maana ya madini ambayo yapo, lakini wakiwekea zaidi msisitizo kwenye kuongeza thamani. Mara nyingi tumekuwa tunaona juhudi kubwa zinafanyika za kusafirisha nje kwa maana ya kuexport, yakiwa ni ghafi, yakiwa ni raw, yakiwa bado hayajaandaliwa kuwa vizuri. Kwa maana yake tunapoteza kiwango kikubwa sana cha thamani cha pesa kwa kusafirisha akiwa ghafi. Lakini kwa kuongeza thamani, maana yake tutakuwa tumetengeneza kwanza ajira kwa watu wetu, lakini pia tunapata thamani ile ambayo tunakuwa tunaitaka, kwa maana tunaweza tukapata vitu vingine zaidi ambavyo vinapatikana kwenye haya madini. Ukiacha hiyo, ni namna ambavyo tunaweza tukayatoa sasa, tukayatoa Tanzania, tukayatoa Kongo na kufikisha kwenye soko. Lazima tuzungumze masuala ya usafirishaji. Tusafirisha kwa namna gani? Maana ni barabara, lakini zaidi sasa tunaanza kuzungumza habari ya reli pamoja na kutumia bandari zetu kwenye maziwa na pia kwenye bahari. Kwa haya ni mambo makubwa ambayo waliweza kuyazungumza. Ukiacha hiyo, utazungumza mambo ya afya, kwa sababu tunaingiliana, hizi ni nchi mbili zinaingiliana, na unaweza kuona kuna wakati kuna milipuko ya magonjwa yanatokea. Inaweza katokea kule, inaweza katokea kwetu, na kwa sababu watu wetu wanaingiliana, maana yake ni kwamba hii inakuwa ina athari kwenye uchumi, kwa maana ya kwamba ina athari kwenye diplomasia pia. Huwezi ukaongoza taifa ambalo lina raia wake ni wagonjwa, lazima wawe wazima kwenye afya ya kwao. Kwa haya ni masuala kwa uchache ambao waliweza kuyazingatia sana. Kwa mara ya tatu Tshisekedi anaitembelea Tanzania. Inaonekana ni moja kati ya sehemu ambazo anazitazama sana kwa ushirikiano na nchi yake. Kwa nini Tanzania anaonyesha kuwa karibu nayo zaidi tofauti na mataifa mengine ya Afrika kwa mara ya tatu hivi sasa tangu alipoingia madarakani 2018? Ukiacha ukweli kwamba Tanzania ni jirani, narudia tena, bado Tanzania ni giant, tunaweza tukazungumza, na imekuwa kwenye historia, imekuwa iko mstari wa mbele sana kuwa msaada kwa nchi ya Kongo kwenye mambo mengi. Wa Kongo kuja hapa walipofanya ni sehemu yao ya nchi, naweza nikasema kwenye Afrika ilikuwa ni nchi ya pili, kwamba wanaweza kusema ni second home, na kuja na kufanya nini. Lakini tukirudi kwenye ukweli, hali ya kwetu hapa, tuna mchango mkubwa kwenye mambo mawili. Kwanza, sisi ni wanachama pamoja na DRC kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini pia sisi ni wanachama pamoja na DRC kwenye Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika. Kwa hiyo unaweza kuona ule ukaribu unafanya aweze hata kupitisha ajenda. Naweza siambie mambo gani wanazungumza, lakini kuna mambo mengi ambayo watu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia serikali yao wangetamani yafanyike ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na ndani ya Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika. Kwa hiyo anapokuja hapa anazungumza kwa uzuri na mtu ambaye anaweza kaelewa. Tanzania ndio tukaelewa vizuri ile hali ambayo inatokea ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini na pia kutoa usaidizi wa ukaribu kabisa. Kwa hiyo utagundua hapa ni rahisi zaidi kwa ukiangalia na muktadha wa nchi nyingine ambazo zinaizunguka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Mambo ambayo wameyajadili miongoni mwao ni usafirishaji, kama ulivyoanza kutugusia bandari. Unaona ni kwa namna gani sasa Tshisekedi amekuja kuangazia usalama wa mizigo ambayo inaelekea DRC kutoka hapa Tanzania? Na hilo ni jambo la msingi sana, tuzungumze ukweli. Ukiacha, sina takwimu nzuri, lakini ukiacha sekta ya utalii, sekta ya pili ambayo inatusaidia sana kupata pesa za kigeni ni usafirishaji. Na sisi tumekuwa ni corridor, umekuwa ni ushoroba ambao unasaidia sana kupitisha mizigo kwenye nchi nyingi za kati, Afrika ya kati hapa pamoja na kusini mwa Afrika. Huwezi ukazungumza bila kugusa usafirishaji kwa nchi kama Malawi, Zambia, DRC yenyewe, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Burundi na wanasema Rwanda. Kwa kuzingatia ubora na uboreshaji wa bandari unaoendelea ndani ya nchi ya kwetu, usalama lazima tugusie, kwa sababu hawa wanapokuwa wana uhakika kwamba mizigo yao itafika hapa, itaondolewa na itasafirishwa kwa usalama, manake wataongeza imani hapa. Sasa kuna matukio ambayo yanatokea, na siwezi kusema ni ya Watanzania wote. Kuna baadhi ya Watanzania wenye akili za hovyo wanaweza wakaribu hiyo kitu, wakafanya mizigo isifike kwa wakati au isifike kabisa katika nchi. Lazima tuweze kuiangazia kama serikali. Kwa serikali kuingilia na kuangalia namna gani usalama na ubora wa usafirishaji wa vitu hivi unafanyika ni kitu kizuri, kwa sababu inaongeza pia thamani. Hata sisi tunazungumza habari ya mapato, kwa maana ya kodi. Kama kuna imani kubwa ya wafanyabiashara kutoka mataifa mbalimbali yanatuzunguka kwenye bandari ya kwetu, maana yake ni kwamba tutaongeza kiwango cha mapato ambayo tutakuwa tunayapata, kwa sababu matumizi ya bandari za kwetu yatazidi kuwa bora. Au vinginevyo tuseme tu ubora ambao tunataka tuuone kwenye bandari za kwetu tutakuwa hauna maana kama watu wanapoteza imani tena ya kuweza kusafirishiwa na kufikishiwa mizigo ambao wanakuwa wanayo kutoka mataifa mengine. Sasa Tanzania inaweza kushiriki vipi katika kusaidia kuleta usalama DRC, kwa sababu moja kati ya maeneo ambayo yamezungumzwa yatakuwa na ushirikiano ni eneo la madini pia. Tunafahamu kwamba sehemu ambayo ina utajiri mkubwa wa madini ni mashariki mwa Kongo, ambayo ina changamoto kubwa za kiusalama, waasi wa M23 na wengine. Wakati fulani fikiri mwaka 2011 kama sio 2012 tulipeleka kikosi kilichokuwa kinaongozwa na Brigadier Aloys Mwakibolo na kilifanya vizuri sana katika kuwasambaratisha M23. Unadhani kuna namna ambavyo Tanzania mara hii inaweza ikafanya kuisaidia DRC kuleta utulivu eneo la mashariki ambako ndiko kuna utajiri mkubwa wa madini? Nafasi hiyo bado ipo na hatuwezi kuiondoa Tanzania kwenye swala hilo, kwa sababu mashariki ya Kongo unapotulia, maanake ni kwamba hata sisi kama nchi tunapata utulivu ule. Maanake tunazungumza habari pia ya kuweza, kama kukivurugika kule, hawa wakimbizi lazima watafute sehemu ambayo itakuwa ina utulivu. Na lazima tutakupokea sisi wenyewe kwa sehemu. Kama sio nchi ya Burundi, tutakuwa ni sisi. Kama sio nchi ya Rwanda, tutakuwa ni sisi. Kwa hiyo hatuwezi tukaondoa hilo jukumu la kusema tunahakikisha au tunasaidia kuweza kupatikana kwa usalama upande ule wa mashariki ya Kongo. Na tumefanya hivyo, umesema vizuri, wakati wa Mwakiborwa tulifanya vizuri, lakini hata wakati 2013 lakini hata sasa pia bado tunaendelea kuweka hizo jitihada. Na sasa hivi imeenda mbali zaidi, kwa sababu jumuiya ya kimataifa chini ya kama unakumbuka, kulikuwa kuna mkataba ule kati ya Marekani na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Rwanda kujaribu kuweka amani kule. Lakini hii hatuondoi sisi kama jumuiya, kama sehemu ya jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini pia kama jumuiya ya nchi za maendeleo ya kusini mwa Afrika SADC, kwamba tunahakikisha nchi zote zinakuwa wazi. Ukiacha hiyo, tunarudi kwenye Umoja wa Afrika. Wao wamekuwa wakisisitiza siku zote kwamba tunahitaji kunyamazisha milio ya risasi, kwamba maendeleo hawezi kuletwa kwa risasi. Hatuwezi kuendelea kwa kulazimisha kubadilisha serikali kwa kutumia nini? Kwa kutumia risasi. Lakini wananchi wao na nafasi ya kuweza kuamua ni nani awe kiongozi wao, na watu washiriki kwenye shughuli za maendeleo. Kwa bado naiona nafasi ya Tanzania kuweza kushiriki kwa kupitia majeshi, kwa kupitia mazungumzo, kwa maana kuwaita hata hizi pande ambazo zinasigana na kukaa kwenye meza. Tumekuwa tukitumia sana Arusha. Miaka mingi tumekuwa tukitumia Arusha, watu wakae wazungumze ni nini tatizo, ili kuweza kuleta ule utengamano katika maeneo. Na hali kama itaendelea kuwa hivi, kuna uwezekano wa kufikia shabaha ya kiuchumi ambayo tumeiweka kama hali ya Kongo itaendelea kuwa hivi?
Kwa sasa naweza ngasema hatujasikia sana misigano mikubwa. Kuna utulivu kwa mbali, hauko sawa, kwa maana ya kwamba bado serikali ya Kinshasa haiwezi kuyaachia haya maeneo ambayo yametwaliwa na M23. Hauwezi ukasema tu kwamba yameachwa yako hivyo, lakini kuna utangamano. Hali ikiendelea haiwezi kuwa sawa, hatuweza kupata yale marejesho sasa, kwa maana ya kuona miundombinu tumetengeneza, lakini watu wafaidiki na hiyo, kwa sababu wananchi hawa wanapokuwa wanafanya biashara zao ndipo inaletea mabadiliko kwenye uchumi wao na kuleta utangamano, kwa maana ya kwamba kuwa na uhakika kesho ukiamka mambo yataenda kuwepo, watauza na kununua bidhaa. Unashaona? Kwa hiyo haiwezekani, haimkini kwamba eti hali ikiwa inaendelea kuwa mbaya na basi kila kitu kinaweza kufanikiwa kama inafanikiwa. Hapana, haitawezekana hivyo. Lazima na hii nasisitiza sana, lazima serikali hizi zote ziweze kuzungumza na kuhakikisha hali inaboresheka, inakuwa ni njema, ili kuweza kuleta yale majibu kwenye hii mipango yote ambayo wanakuwa wanaifanya kama serikali. Kabisa. Na katika sekta ya madini, Rais Samia pamoja na Rais Tshisekedi wamekubaliana kuongeza thamani madini ambayo yanapatikana DRC pamoja na Tanzania, na pia wamekubaliana kwa DRC inaweza ikatumia kituo cha madini cha hapa nchini. Hii ni njia ya kuonesha kuwa mataifa barani Afrika yanaweza kuongeza thamani bidhaa zao bila ya kutegemea mataifa ya nje. Ni namna nzuri ya kuonesha hivyo, lakini narudi tena, sio tu kuwaonesha. Sisi tumekuwa mara nyingi hatuwathamini sana watu wa kwetu. Hiyo nitalisema tena kwa choyo na kwa wivu mkubwa. Watu wetu sisi mara nyingi watu wathamini. Tumekuwa tukitamani kuwaona wataalamu hasa wa kigeni wakifanya mambo ambayo watu hata wa kwetu wanaweza kayafanya. Labda inakuwa ina maana pana, kwa maana ya kwamba labda hatuamini kwenye mifumo ya kwetu ya elimu na nini. Lakini ukiangalia hiki kituo kipo kwa ajili ya sisi wenyewe wa Afrika. Ni kwa ajili ya kuongeza thamani, na nimesema mwanzoni pa tukiongeza thamani, maana tutaongeza mnyororo wa ajira zitakuwa zimeongezeka, kwa maana ya kwamba watu wa kufanya hiki na kile watakuwepo. Tuache hayo, tuzungumze kwa madini yale ya kimkakati. Tunazungumza habari ya lithium, tunazungumza habari ya cobalt, tunazungumza habari ya coltan. Haya yanapatikana katika haya mataifa, na hasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa nini yaondoke kama yalivyo pasipo kuweza kuwekwa vizuri ili tuongeze thamani? Kwa sababu tunapoongeza thamani, maana yake ni kwamba tutapata sehemu kubwa ya yale matunda kwenye haya madini. Lakini tukiyatoa kama yalivyo, hatuoneshi kama kuna kitu kinaboresheka, na sisi tumeongeza, tumekuwa katika ukuaji wa kwetu katika eneo hiyo ya sekta ya madini na kwa huko mjana. Kwa mimi naunga mkono hili wazo kwamba tunaweza tukatumia hiki kituo, kwa sababu kitasaidia kuweza kuongeza maarifa, kuongeza taarifa na kuongeza ni nini cha kufanya kama serikali hizi kwenye sekta hiyo na kwenye sekta nyingine ambazo zinakuwa zinahusiana na sekta ya madini. SGR ni miongoni mwa miradi ambayo imetajwa. Ikifanikiwa SGR kufika, hali itakuwaje? Tuache utani. Unajua zamani tukitoka hapa, tutumie mfano wa kwetu, kutoka hapa kwenda Dodoma ilikuwa ni 10 hours, yani saa 10 natumia. Tena hiyo ni pale, na maana kutakuwa hakuna foleni maeneo ya Kibaha mpaka Morogoro sehemu fulani, maeneo ya Kibaigwa hakuna foleni, ndio mtawahi kwa hizo saa. Lakini sasa hivi tunazungumzia chini ya saa 3. Saa 3, saa 4 umeshafika Dodoma vizuri kabisa. Hebu fikiri sasa, unatoka Dar es Salaam unafika Kigoma saa 10 jioni. Hebu waza hivyo. Unatoka Dar es Salaam asubuhi unafika Mwanza saa 10 jioni. Fikiri namna hivyo. Ina maana uchumi utakimbia sana. SGR namna nzuri. Na tuseme ukweli, mataifa mengi duniani yanasafisha mizigo kupitia reli, hayatumii barabara. Kwa hata ubora wa barabara za kwetu utaendelea kuwepo sana kama tutaweza kuboresha mifumo ya reli. Kwa hiyo ninasisitiza tena kwamba reli ndio litakuwa ni suluhisho kubwa sana la kuchenjua uchumi wa kwetu, la kukuza uchumi wa kwetu, kwa sababu bidhaa zitakuwa zinafika kwa wakati na zitakuwa zinafika kwa ubora ule ambao unatakiwa. Iwe ni za mboga, iwe ni za haya madini kama unavyozungumza, iwe ni vitu vingine ambavyo haviwezi lakini vinaweza vikafanyika kwa wakati kabisa. Kwa naunga mkono swala la SGR kabisa. Sasa kwa kumalizia, uhusiano kati ya Tanzania na DRC, uhusiano wa uwili bilateral, umekuwa mzuri kwa miaka mingi. Lakini nina wasiwasi kuhusu ushirikiano huu kwa extended katika platform ya kikanda, hasa nazungumzia Jumuiya ya Afrika Mashariki
ambako inaonyesha kwamba Rais Tshisekedi kuna baadhi hawaonyeshi kuwa karibu nao sana ndani ya jumuiya. Sasa ushirikiano huu unaweza vipi kuimarishwa ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na kwenye jumuiya nyingine za kikanda ambako Tanzania na DRC yupo kama vile SADC? Tuwahi kuzungumza hapa nikasema, ogopa sana pale viongozi wenu wanapokuwa hawazungumzi. Sio viongozi wa kitaifa tu, hata viongozi wa mtaani kwenu wanapokuwa hawazungumzi. Manake kuna nafasi kubwa sana ya hata nyinyi wengine ambao mnawafuata viongozi msiweze kuzungumza, hamwezi kufanikiwa katika lolote. Kwa mimi nafurahi kwamba sasa hivi viongozi hawa wachache wanaweza kuzungumza, na nasisitiza kwamba kwa hawa wachache kuweza kuzungumza, hii inaweza ikapanua goli, kwa maana ya kwamba wanaweza kuzungumza kwenye platform nyingine, kwa mfano hii ya kikanda ya ndani ya Afrika Mashariki, kwamba ni kwa nini nyinyi hamzungumzi, kwa nini nchi hii na nchi hii hamwezi kuzungumza. Lakini acha hiyo, mipango hii haitaki kuzuiwa na